Kwa hiyo mimi binafsi naona Yanga wameibuka na kulalamika malalamiko ambayo hayana mashiko. Ningetamani kuona Yanga wazingatie sana kwenye mapambano ya kutafuta ubingwa, huku hata akipoteza waangalie mapungufu yao yakoje, watafix namna gani. Lakini kuongeza kikosi cha wachezaji wengi ambao wapate nafasi. Wapo wengi sana ambao wapate nafasi na wako stimamu kabisa. Kwa nini apewe nafasi? Nani alaumiwe? Nani akuwapa nafasi yao? Ni kocha. Kocha kama anatumia kwenye mazoezi tu, kwenye mechi ambazo wanahitaji kutumika hatumiki, game time wataipata wapi? Kwa mimi binafsi ninaona kuna malalamiko ambayo wanatoa Yanga ni malalamiko ya kitoto, malalamiko ambayo hayatakiwi hata kusikilizwa na bodi ya ligi. Kama bodi ya ligi inataka kusikiza, wasikilize vilabu vyote. Vilabu vinapata changamoto kubwa sana kusafiri, hasa vile vinavyotumia mabasi. Ili zimu la sare hii Yanga itaikumba sana, na huenda huko mbele tukaona Yanga akipoteza mchezo. Na Yanga sasa hivi wamekuwa na wasemaji wengi sana, kiacha na Alikamwe. Wanasimama ni kama watetezi, wakikaa kwenye mwamvuli wa wachambuzi. Hawasemi ukweli juu ya mapungufu ya Yanga. Wanaanza yani kuwa kama watetezi wa Yanga bila kuambia ukweli Yanga kwamba mmeflop. Katengenezeni kikosi chenu kikawe na ubora katika maeneo yote. Angalia Bwana Uganda Israel, mzee wa black and white. Tuanzie jana kwa mechi ya Yanga ambayo imeweza kwa bila. Kuna baadhi ya watu tofauti wanasema kwamba Yanga kucheza vibaya ni kutokana na mfululizo wa mechi ambazo wanazicheza. Je, kwa maoni yako unazungumza vipi hili swali? Mimi kwanza nimewashangaa Yanga kutoka na kwanza kulalamika. Ni timu kubwa, anaanza kulalamika, kuleta utoto wa kulalamikia sijui ratiba imebana, ratiba imefanya kitu gani, sijui imefanya nini. Yaani mimi nashangaa Yanga wameshindwa kujua matatizo ambayo yako ndani ya Yanga, wanakuja kulalamika. Unajua Yanga sasa hivi imeanza kuflop, lazima wenyewe wakubaliane na hicho kitu. Kuna baadhi ya mechi ambazo Yanga analazimisha washinde, si ndio? Lakini ukweli ni kwamba Yanga ina flop, Yanga inashuka, viwango vya baadhi ya wachezaji vinashuka. Na ukiangalia kuna baadhi ya mechi kuziangalia Yanga ameshinda, si ndio? Ambazo timu iliamua kufunguka, labda mfano kama JKT Tanzania wakashinda goli nyingi. Lakini Yanga inapokuwa inacheza na timu ambayo iko low block, sawa? Yanga hawana mbinu ya kuweza kufungua low block. Angalia mechi zozote ambazo timu icheze kiwa chini, Yanga hawana ujanja huo. Lakini pia Yanga amekuja kuonyesha madhaifu mengine. Wakicheza na timu kubwa, anacheza na Azam, tunaona Yanga wako low block wao. Umeelewa? Tumeona Yanga ambao hawawezi kupeleka hata mashambulizi. Shot on target ya Yanga ni ngapi dhidi ya Azam? Nenda kwa upande wa Simba, shot on target ilikuwaje? Rudi nyuma kwenye mechi dhidi ya Tanzania Prison. Utakuwa unanielewa vizuri ninavyosema. Yanga imeanza kuflop kwa kiwango kikubwa. Sasa wao wanaanza kuleta ili waonekane wanahitaji huruma ya kwamba pale anapokosea ionekane ni ratiba. Yanga wasikimbilie kwenye kivuli cha ratiba. Yanga waangalie hata michezo iliyopita mapungufu yao yako wapi. Mimi binafsi nishe kuzungumza kuhusiana na kocha Pedro Gonçalves kama ni moja kati ya makocha ambao sio makocha ambao walishakuwepo kwenye ligi. Ligi ni marathon. Naposema ligi marathon maana yake kuna mbio ndefu. Yaani unakimbia na mwingine na kukimbiza, makosa yako mtu anakupita na vitu kama hivyo vyote. Sasa kocha inawezekana kuna vitu ambavyo hajaviweka sawa kwenye ligi hii. Kimiongoni mwa vitu ambavyo hajaviweka sawa ambavyo vimepelekea timu kuwa na flop. Kwanza kutumia wachezaji ambao hawatengenezani ushindani. Yaani kuna wakati mwingine mtengeneze mchezaji ambaye yuko unamfanya kama first 11, sio? Lakini ni mchezaji gani tena ambaye anaweza akamchallenge akiwa yuko nje? Hapa nazungumzia upana wa kikosi cha Yanga. Umeelewa? Wakati Yanga na flop tunakumbuka Pacome Zouzoua alipata majeraha. Umeelewa? Mzize naye kapata majeraha. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wamepata majeraha, si ndio? Ambao walikuwa ndo key player wa Yanga. Ukimzungumzia Mzize, unamzungumzia Pacome. Ni wale key player Yanga. Kidogo ukimwangalia Maxi pia Mzengeli ambaye kile ni chuma. Yaani kupata majeraha ipo kazi. Umeelewa? Dua nyingi pia mazoezi ya uhakika. Lakini wengi ukiangalia wachezaji wameshuka viwango. Na viwango hivyo sio kushuka tu, ni kwa sababu ya ukiangalia tatizo kubwa inaweza kaanzia kwa kocha Pedro Gonçalves.
Huenda kocha ameshindwa kuwatumia vizuri wachezaji wake kwa ajili ya kukuza viwango, lakini pia kuwafanya wachezaji kulink up na wachezaji wenzao. Hapa tunazungumzia rotation. Timu inapohitaji kuwa na upana, lazima ujue wachezaji ambao wako ndani ya timu na watumiaje. Asipokuwepo huyu na mtumiaje huyu, haitakiwi ufikirie kumtumia mtu mara baada ya mtu kupata majeraha ndio mtumie mchezaji mwingine. Mfano Shehan Rashid Shehad Hamis alimuingiza kwenye mchezo dhidi ya TRA, si ndio? Hebu angalia kwenye michezo mingine ulimtumia kwa kiasi gani? Zaidi ya ule mchezo mmoja aliyeingia akapiga bonge la mashine ikapatikana goli. Je, alimtumia mchezo mwingine ambao alimtumia kwa kwamba aendelee kuzoea mazingira ya pichi na vitu kama hivyo? Hakuna. Kwa hiyo kocha mwenyewe ana shida ya kukuza viwango vya wachezaji. Hapo kwenye Shehani kuna baadhi ya watu ikiwemo na wewe nadhani walikuwa wanasema kwamba Shehani ni bora kuliko Okello. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Okello ni bado hajapiki kabisa kwenye mifumo ya Young Africa. Of course mimi binafsi nitasema mpaka kesho Shehani Hamisi ni moja kati ya wachezaji ambao ni bora sana kwenye ligi yetu, si ndio? Ingawa wanachukuliwa poa. Wameenda kumchukua Okello ambaye anacheza staili ambayo anacheza Shehan Rashid Shehad Hamisi ambaye yeye hajapata nafasi ya kutosha ndani ya klabu ya Yanga. Mimi binafsi namuona Shehan Hamisi ni bora kuliko Okello, ila sasa hajaaminika na hajapewa nafasi. Watu wengi ambao wana ubora wapo ila hawapewi nafasi. Okello michezo mingapi hajaonyesha ubora? Ni mingi, si ndio? Lakini watu wakasema mpeni acheze. Je, angepewa Shehan Hamisi hiyo nafasi, si angeonyesha ubora zaidi? Kwa hiyo mimi binafsi namuona Shehan Hamisi ni moja kati ya wachezaji ambao wameshindwa kupewa nafasi ya kuonekana mara nyingi akicheza. Unajua mchezaji unapocheza mara nyingi ndio unaongeza kujiamini, unaongeza ufanisi na kujua kitu gani uongeze na kitu gani upunguze. Umeelewa? Kwa hiyo umecheza mchezo huu, mwingine anakuja kucheza interval ndefu, hauwezi kuonyesha ubora wako. Kwa hiyo kocha Pedro Gonçalves ana mapungufu sana ya kuimarisha kikosi chake kwenda kwenye mapana ya wachezaji. Kwa maana sio tu mchezaji natakiwa umpe game ya kucheza kwenye FA. Mchezaji mpe rotation. Kuna wakati timu imeshinda goli 3 bila. Kuna wachezaji ambao wako pale, wape nafasi ya kuwa na game time ambao utakuja kuwatumia wakati hao wakipata majeruhi. Lakini Yanga wanakuja kulalamika kuhusiana na, wanasema sijui wanalalamika kwamba muda hautoshi, sijui masaa 72 hajatosha. Watu ambao walikuwa watakiwa walalamike zaidi ya Yanga pengine walikosa wasemaji ni Tanzania Prison. Wametoka Mbeya, wamesafiri ndani ya muda, wameenda Tabora, wamekaa, wanataka kucheza mchezo, wanahamishiwa mchezo uwanja. Nani ambaye kaumia zaidi? Nani ambaye atakaye kulalamika zaidi? Ni Tanzania Prison. Kwa Yanga wao, kwa sababu wanaumia sasa hivi, wanafikiri kuna timu zingine haziumii. Na angalia mfano Yanga, Simba na Azam ndizo ambazo zinatumia ndege kusafiri. Kwa watumii muda mrefu kukuwa na mihangaiko. Hebu angalia timu inatoka Pamba inatoka Mwanza na safiri kwenda mpaka Mbeya. Baada ya mchezo anatakiwa kusafiri tena ndani ya masaa 72 anatakiwa kusafiri kwenda mpaka wapi? Kwenda Kigoma. Hebu niangalie umbali kutoka Kigoma, wanatumia basi. Utakuwa sawa na mtu anatumia ndege? Yanga wasiletee huruma wanazozitaka tuwahurumie kuhusiana na swala la muda. Kama wao wameshindwa kutengeneza kuwa na kikosi ambacho kina upana, wao ndio ambao wamekosea. Wamlaumu kocha wao na wasiende kulaumu kwamba sijui nani kafanya nini. Kocha ndiye kashindwa kutengeneza upana wa kikosi. Angalia sasa hivi anamtumia Mwanengo, ndiye ambaye anachukua nafasi ya Depo na Dupe na Dube. Walikuwa wapi kumtumia mara nyingi zaidi ili apate confidence na aweze kuzoea pitch? Si unanielewa? Kwa hiyo hayo mazingira ambayo yanazungumzwa sasa hivi wameyatengeneza wenyewe Yanga, na wasianze kulaumu bodi ya ligi. Bodi ya ligi kama ni kutengeneza kanuni au taratibu, hauwezi kutengeneza kwa sababu ya Yanga. Unatakiwa utengeneze kwa sababu ya ligi inahitaji kweli space. Kuna timu ambazo lazima zingatie, tulizungumza hata kwenye kanuni. Kuna timu za daraja la juu ambayo Yanga, Simba na Azam atumia ndege. Unakumbuka kocha wa Azam atoka Mwanza, ametoka kucheza na Pamba na kucheza na Prison Mbeya, analalamika, anasema kwamba ratiba imejibana. Huyo anatumia ndege. Hebu angalia mtu anayetumia basi. Mbeya City atoke Mbeya City anatoka Mbeya
anaenda mpaka labda Mwanza, anatoka Mwanza anaenda labda Tabora au Kigoma au Tanga. Hebu angalia umbali wake. Lakini uje kuona timu za daraja la kati zikilalamika, zinavumilia maumivu. Hao wanatumia basi ya kawaida. Yanga kutumia ndege tu, siku kadhaa anaanza kulalamika. Na Yanga sasa hivi wamekuwa na wasemaji wengi sana, kiachana na Ali Kamwe. Wanasimama ni kama watetezi, wakikaa kwenye mwamvuli wa wachambuzi. Hawasemi ukweli juu ya mapungufu ya Yanga. Wanaanza yani kuwa kama watetezi wa Yanga bila kuambia ukweli Yanga kwamba mmeflop. Katengenezeni kikosi chenu kikawe na ubora katika maeneo yote. Angalia eneo la ulinzi, umeelewa? Jobu hayupo, Baka hayupo, wanaanza kusurvive. Angalau kidogo Mabnyeto alikuwa anapewa nafasi. Asinki itakula kulaumiwa wakati alikuwa anapewa nafasi. Rotation ni muhimu sana kutengeneza timu iwe bora ili kutokuwa na malalamiko. Unapopata majeruhi, kuna mtu anakupa backup. Kwa hiyo mimi binafsi naona Yanga wameibuka na kulalamika, malalamiko ambayo hayana mashiko. Ningetamani kuona Yanga wazingatie sana kwenye mapambano ya kutafuta ubingwa, huku hata akipoteza waangalie mapungufu yao yakoje, watafix namna gani. Lakini kuongeza kikosi cha wachezaji wengi ambao wapate nafasi. Wapo wengi sana ambao wapate nafasi na wako stimamu kabisa. Kwa nini apewe nafasi? Nani alaumiwe? Nani hakuwapa nafasi yao? Ni kocha. Kocha kama anatumia kwenye mazoezi tu, kwenye mechi ambazo wanahitaji kutumika hatumiki, game time wataipata wapi? Kwa mimi binafsi ninaona kuna malalamiko ambayo wanatoa Yanga ni malalamiko ya kitoto, malalamiko ambayo hayatakiwi hata kusikilizwa na bodi ya ligi. Kama bodi ya ligi inataka kusikiza, wasikilize vilabu vyote. Vilabu vinapata changamoto kubwa sana kusafiri, hasa vile vinavyotumia mabasi. Si umeelewa? Kwa hiyo Yanga wakiendelea kulalamika hivi watatema bungo. Ubingwa huu watauacha njiani, kwa sababu malalamiko hayawezi kuisaidia timu kubeba ubingwa. Wamechukua mara ngapi mfululizo, lakini sasa hivi kama ataendekeza malalamiko haya na kuwaamini sana wasemaji, yani mtu mwingine akaibuka tu kama msemaji wa Yanga, shabiki au mchambuzi anaisemea Yanga kama ndo Ali Kamwe, hiyo haitawasaidia kuchukua ubingwa. Wanasema pia wanatengenezewa mazingira Simba ya kuchukua ubingwa, yani Yanga wasiwe mabingwa kwa kupewa ratiba hizi za mfululizo. Yani kuna namna wanatengenezewa Yanga wasiwe mabingwa mara 5 mfululizo, ndio maana wanapewa hizi ratiba za back to back. Ndio baadhi ya watu wanasema. Ndio maana anasema Yanga wanaleta malalamiko ya kitoto. Ni malalamiko ambayo hayana mashiko. Ni malalamiko ambayo hawezi kusaidia klabu ya Yanga. Yanga ni timu ambayo imesajili vizuri na wachezaji professional. Hawataki kufika hatua kulalamikia masaa 72. Sijui amefanya nini, game liko tight. Kwani hiyo ligi Yanga anacheza peke yake? Haya, tuseme majeruhi. Simba wanahusikaje na majeruhi ya kina Dube? Wanahusikaje na majeruhi ya kina Mzize? Wanahusikaje na majeruhi ya kina Jobu? Wanahusikaje na majeruhi ya wachezaji wengine ambao wako majeruhi? Ni wao wenyewe. Huenda pia rotation hawaifanyi vizuri, lakini pia hawajatreat vizuri wachezaji wao kuepukana na majeruhi. Kwa inawezekana pia wataalamu wa afya kwenye masuala ya mazoezi hawasaidii. Wanasema pia mchezaji asipomafanya mazoezi kwa asilimia angalau 85, akiwa mvivu kufanya mazoezi ya kawaida, inawezekana akapata majeraha. Kwa hiyo kuna namna Yanga wakajitafakari wenyewe, haya majeruhi yanatokana na nini? Kutengenezea na mazingira Simba. Nani anamtengenezea mazingira Simba? Je, yeye wakati anachukua ubingwa nani alikuwa anamtengenezea mazingira? Labda Yanga watuambie walikuwa wanatengenezewa mazingira na nani? Kama yapo watoe. Watu wa black and white tupo, tutafungua, tutaambia haya sio sawa. Lakini kwa hiki ambacho tunakiona Yanga, na kwa nini watu waichukulie Yanga kama ni timu ambayo haiwezi kufungwa? Kwa nini Simba waichukulie kama timu ambayo haiwezi kufungwa? Hizi timu za Simba na Yanga watu wanafikiri haiwezi kufungwa. Utafungwa popote pale utakapofanya makosa. Utatoka sare, kwa sababu mpira miguu ni mchezo wa wazi, kila mmoja anatamani kushinda. Kwa hiyo kwa makosa ambayo mmeyakosea ni lazima mkajitafakari wapi ambapo mmeteleza. Mimi binafsi naona Yanga wakikaa wakienda kutuliza vichwa vizuri, wasiwasikilize wale wanaitwa mainfluencer. Anaibuka anatoa maneno yake, unajua bodi ya ligi umefanya hivi, unajua TFF umefanya hivi, unajua si kalitoka hivi. Waachane kulalamika na TFF. Waachane kulalamikia si nani anapangwa, si refa, si nini. Mtalalamikia mpaka viwanja. Mtalalamikia, mwisho wa siku mtakachokujua kukimaliza ni kumnyoa kocha wenu, ambaye mimi binafsi nishazungumzaga mapema kabisa. Mpaka sasa hivi kocha Pedro Gonzalez hajaonyesha kama kuna kitu kakiongeza ndani ya klabu ya Yanga. Hatoshi. Mimi binafsi sio sasa hivi kuzungumza kwamba hatoshi. Kabla hajafika tu rekodi yake inavyoonyesha kuhusiana na kutokuwepo kwenye ligi kama kocha mkuu wa klabu.
nikasema hawezi kuisaidia Yanga kwa sababu mbilinge za klabu tofauti na timu ya taifa. Mimi binafsi hatoshi mpaka sasa. Yaani mpaka sasa tena kaanzia kwenye mbilinge za Yanga na hizi vilabu vikubwa, hawezi kusaidia Yanga. Mpaka sasa hivi ameshindwa kudevelop viwango vya wachezaji kukua. Zaidi waliokuja Depo alivyoingia ndo akaanza vile vile. Hebu ongea nani kamdevelop mpaka sasa? Hakuna. Na sifa ya kocha, lazima timu yako uimaintain iwe na ubora, lakini huku likidevelop viwango vyao vikiwa bora. Sasa kama viwango vya wachezaji wa Yanga vina flop, anayefanya flop ni nani? Ni kocha. Na taarifa ambayo nimezisikia, wakati wote wanaweza kamnyua kichwa. Maliza na hili ukiangalia. Ukiangalia race ya ubingwa, ukiangalia performance ya Young Africans, pia ukiangalia na performance ya Simba Sports Club. Tukiangalia sajili ambazo wamezifanya kwa pande zote mbili, kwa sababu tunajua wote ndio watu ambao wanakimbizana kupata ubingwa. Ukiangalia performance ya Young Africans kipindi karibuni, ukiangalia na race ya ubingwa tena, ukiangalia kikosi cha Simba Sports Club, unatathmini vipi kwenye ubingwa wa msimu uliopita? Uliisha mpaka dakika ya mwisho, yaani mechi ya Simba na Yanga ndio ikaja kuamua ubingwa. Sasa hatutegemei kwamba mechi ya mwisho itakuwa kama ilivyokuwa msimu uliopita. Mechi ya mwisho inaweza kucheza timu nyingine tofauti, lakini Simba na Yanga atakapoenda kukutana, atakayepasuka kwenye mechi ya mwisho ndiye ambaye atakuwa ametema bungo. Maana yake timu ambayo itashinda dhidi ya timu hizo zikikutana ndio timu ambayo itaenda kuchukua ubingwa. Labda ikitokea sare ndipo ambapo Azam anaweza kwenda kumshikia mwenzie ambaye atakuja kufungwa na Azam au kutoka sare na Azam, na Azam akifungwa na timu yote kati ya hizo mbili ndiye ambaye ataenda kuamua ubingwa. Lakini mpaka dakika hii ubingwa unaelea. Mpaka sasa Yanga huwezi kusema ana asilimia kubwa ya kuchukua ubingwa mara baada ya kutoka sare zilizopita hizi. Ili zimu la sare hii Yanga itaikumba sana, na huenda huko mbele tukaona Yanga akipoteza mchezo. Shukrani sana. Asante.